Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utopeli Ziketu ya kila siku. Kinachokujia kila siku saa 12 asubuhi. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka kwa Eternal Ministries. Kwa siku kadhaa sasa tumekuwa tukiangalia ufunguo wa imani, ufunguo wa ufunuo. Jinsi ambavyo unaweza kusaidia ili kufanikiwa kiuchumi na kuishi maisha utoshelevu. Na leo nataka nikupe muhtasari wa yale ambayo tumekuwa tukiongea kabla ya kesho kukupa mifano kadhaa ya uhusiano wa ufunguo huu wa ufunuo na jinsi unavyokupa utoshelevu kiuchumi hapa duniani. Alafu tutaenda ufunguo wa tatu, tutaanza ufunguo wa tatu. Lakini kumbuka tulizungumza ya kwamba ufunuo ni ufunguo kwa sababu unahitaji kuona. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kumbukumbu 29:29, mambo ya siri ni ya Bwana, yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Kwa hiyo unahitaji, yasipofunuliwa si ya kwako, unahitaji ufunuo. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20, Yehoshafati anawaambia watu wamheshimu Mungu kwa sababu hivyo watathibitika, na manabii kwa sababu hivyo ndivyo watakavyofanikiwa. Mafanikio yamefungwa kwenye kuona yaliyofichwa rohoni na kuja mwilini. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6-16 ukatuambia mambo 6 ya msingi ya kuzingatia ili ufunguo wa ufunuo ufanye kazi. Na jambo la kwanza ni kujua kwamba Mungu amekuahidia mambo mazuri, jua ahadi za Mungu. Jambo la pili, kujua ya mambo ni siri. Masikio haya kusikia, jicho alikuona, moyo wa kuyaamini, kwa sababu mwanadamu wa kawaida hawezi kuyaona, ni mambo ya siri. Kwa hiyo tukasema lazima uwe mwana wa Mungu, uwe umeokoka ili uyaone. Jambo la tatu, mambo haya yote tulisema yanajulikana kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Sababu anasema Roho ndiye anayetufunulia, na nikakwambia sharti umejazwa Roho Mtakatifu. Jambo la 4 tukasema ya mambo ni ya rohoni. Ukiona rohoni unatakiwa kuyanena kwa maneno ya rohoni. Ndivyo tulivyoambiwa. Tukasema uepuke karama ya kunena kwa lugha. Kwa hiyo nena hayo maneno kwa lugha ya rohoni. Na nikakusisitiza angalau siku 21 na kulingana kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, ya tafakari ya mambo usiku na mchana kabla hujayanena yasitoke kinywani mwako. Maana yake una masaa 24 kulingana na Yoshua 1:8 wa kuyasema kwa maneno ya rohoni mpaka yatokee. Isaya 29:11-16 tuliona haya ni maneno ya kwenye kitabu yametiwa muhuri. Mazuri, lakini kitabu kimetiwa muhuri mwenye kuyafungua Kristo alivyokufa na kwa kunena kwa lugha. 28 Isaya inatupa kuona ya kwamba unaweza kuyafunua. Jambo la 5 tukasema sharti upokee rohoni, maana yake lazima uwe na imani. Na jambo la 6 tukasema sharti uwe na nia ya Kristo. Kwa hiyo uamini na utamani mapenzi ya Mungu yaliyoko mbinguni yafanyike duniani, ambayo ndio Mathayo 6 yetu mstari wa 10 tuliokuwa tukiuzungumza kama msingi wa hizi funguo 5 za kukusaidia kufungua hazina zako za mbinguni. Haya mambo 6 ni ya msingi kufanya ufunguo wa ufunuo ukusaidia kufungua hazina za mbinguni ili ufanye uweze kufanikiwa kiuchumi. Jambo kubwa jingine tulisema msingi wa ufunguo. Msingi wa ufunguo wa ufunuo ni imani. Ni imani, lazima uwe na imani. Kakwambia mara 4 katika Biblia imesisitiza mwenye haki ataishi kwa imani yake. Habakuki 2:4, Wagalatia 3:11, Warumi 1:17, Waebrania 10:38, mwenye haki ataishi kwa imani. Msisitizo huu wa mara 4 kwenye Biblia sio wa kupuuza. Maana yake ni kwamba pamoja na utakatifu ulionao unahitaji imani ili uweze kufanikiwa. Lakini tafsiri yenyewe ya imani, Waebrania 1:11, Biblia inasemaje? Waebrania 11 mstari wa 1, 11 mstari wa 1 Waebrania, imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Neno bayana, moja ya tafsiri ya Kiingereza imesema ni revelation, ni ufunuo wa yale mambo yasiyoonekana. Wakorintho wa 2 5:7, haya mambo tukiyaona tuyanena, na tunanena kwa sababu tumeona. Kwa hiyo imani ni ufunguo, ni msingi wa ufunguo wa ufunuo. Nikakwambia kila mtu aliyezaliwa na imani, lakini kuna imani ambayo inakuja kwa kuhuishwa, inakuwa roho ya imani. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16 tukaona iko imani inaitwa imani ya Kristo. Imani ya Kristo ikija unapopokea Kristo inakutoa kwenye imani ya kawaida ya uasilia, inakupa hiyo imani uhuisho. Sasa unakuwa na kitu kinaitwa roho ya imani. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13 unakuwa na roho ya imani.
Hii roho ya imani ikija inafanya mzunguko wa mambo 6 ambayo yatakusaidia Warumi 1:17 iwe halisi, ukue kutoka imani hadi imani. Moja, tulisema unapokea roho ya imani, hiyo ni Wakorintho wa pili 4:13. Pili, tukasema hii roho ya imani ikija inakupa kuona kunakopoka kuamini zaidi, kutoka imani hata imani. Warumi 4:20, alipoona hakusita kwa kutokuamini. 3, inakupa kunena, kwa sababu sharti unene mambo ambayo umeyaona ili yaweze kutokea. Wakorintho wa pili 4:13, yale ambayo tumeyaona kwa roho ya imani tunayanena, kwa hiyo yanatokea. Mithali 23:7 yanatokea. Jambo la 4, linakupa kuona zaidi, ni macho zaidi ya kuona. Huku ni kuona kuna kuondoa woga na wasiwasi, kwa sababu tukupokea roho ya utumwa, tukupokea roho ya woga, inakupa nguvu ya kutenda yale ambayo umeyaona. Hiyo ni kazi ya roho ya imani na kuondolea wasiwasi. Jambo la 5, inakupa ufahamu na hekima itakao kusaidia kufanya biashara iliyo bora zaidi, na kwa hiyo ufahamu na hekima unakupa mtaji. Isaya 48:17, mimi ni Mungu ninayewafundisha kupata faida. Lazima uwe na hiyo imani na ufahamu na hekima. Na mwisho inakupa kusikia. Kusikia. Warumi sura ya 10:17, imani chanzo chake ni kusikia. Galatia sura ya 3, kwenye sura hii mara 2 imezungumzwa, mstari wa 2 na mstari wa 5, ya kwamba kuna kusikia kunakotokana na imani. Kwa hiyo imani inapokuja inakupa kusikia. Na Marko 4 mstari wa 24 specifically ukianzia 21 inatuambia mambo ya kiufunuo hadi 29, lakini imechanganya ufunuo na imani ambayo inakupa kusikia. Biblia inasema angalieni jinsi mnavyosikia, kwa sababu kipimo kile mpimacho mtapimiwa. Maana yake kusikia kunakupa matokeo ya kupimiwa kutokana na unavyosikia. Kwa hiyo sikia vizuri, kwa sababu kadri unavyosikia vizuri na kutokana na roho ya imani inakupa matokeo ya mwilini ya kupimiwa au ya kupokea kile unachohitaji kukipokea mwilini kutoka rohoni. Na Samueli wa kwanza 15:22, Biblia inasema wazi kusikia ni bora kuliko mafuta ya beberu, maana yake kuliko upaku, na kutii ni bora kuliko sadaka, kuliko dhabihu. Na kutokutii ni kama dhambi ya uchawi, maana yake ni kama uasi. Kwa hiyo hakikisha unasikia sawa sawa na unatii lile unalosikia moyoni. Kwa kufanya hivi umeihuisha roho ya imani, inakupa imani yako kukua. Imani ikikua inakupa ufunuo zaidi, na utakuwa unapanda hatua hadi hatua kwa kutumia huu ufunguo wa ufunuo kwenye maisha yako ya kiroho. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema sana iliyobarikiwa. Tuonane kesho asubuhi kwa mifano ya ufunguo wa ufunuo, na siku 2-3 zijazo pia tutakuwa tukiongea hiyo mifano. Amen.